Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Israel imezindua mashambulizi ya anga dhidi ya malengo yanayodhibitiwa na waasi wa Houthi huko nchini Yemen kama kisasi kwa shambulio la kombora la masafa marefu lililolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema kuwa takriban ndege za kivita 20 zilishiriki katika operesheni hiyo ya siku ya Jumatatu na kudondosha angalau mabomu 50 kwenye makumi ya malengo, yakiwemo eneo la bandari ya Hodeida na kiwanda cha saruji kilichopo katika eneo la Bajil. IDF ilieleza malengo hayo kuwa muhimu kwa usafirishaji wa kijeshi wa Houthi na kudai kuwa yanatumika kupitisha silaha kutoka Iran. Kwa mujibu wa vyanzo vya Yemen, mashambulizi hayo yalisababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi wengine 35. Operesheni za uokoaji zilikuwa zikiendelea hadi asubuhi ya siku ya leo Jumanne, huku mamlaka zikisaka waathirika waliokwama chini ya vifusi. Shambulio hilo la anga lilifanyika siku moja baada ya kombora la Houthi kulipiga eneo la uwanja wa ndege wa Ben Gurion na kujeruhi watu 6 pamoja na kusababisha usumbufu wa muda kwa safari za ndege. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kombora la Houthi kufika karibu na uwanja mkuu wa kimataifa wa Israel, jambo lililosababisha lawama kali na vitisho vya kisasi kutoka kwa maafisa wa Israel. Israel itajibu shambulio la Houthi dhidi ya uwanja wetu mkuu wa ndege na pia kwa wakati na mahali tutakapochagua dhidi ya wale mabwana wao wa kigaidi kutoka Iran, alisema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu siku ya Jumapili, akilaumu Tehran kwa kupanga shambulio hilo. Kundi la Houthi ambalo wanadhibiti sehemu kubwa ya Yemen ya magharibi ikiwemo mji mkuu Sanaa na bandari ya Hodeida wamezindua mashambulizi mengi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora dhidi ya maeneo ya Israel pamoja na meli za kibiashara katika Bahari Nyekundu mwaka uliopita. Kundi hilo linasema kwamba linachukua hatua hizo kuunga mkono wa Palestina na kupinga kampeni ya kijeshi ya Israeli huko Gaza. Houthi pia wameonya kuhusu marufuku ya anga kwa ujumla dhidi ya Israel iwapo itaendelea na mashambulizi mapya huko Gaza. Licha ya onyo hilo, Israel iliripotiwa kuidhinisha mpango siku ya Jumatatu wa kushikilia kijeshi Gaza kikamilifu na kuhamisha kwa nguvu watu wa Palestina kwenda maeneo ya kusini mwa ukanda huo, kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari. Tangu kurejea madarakani, Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza Pentagon kuongeza mashambulizi dhidi ya Houthi, akionya kuwa kundi hilo litafutwa kabisa iwapo halitasitisha mashambulizi yake. Washington na Israel zimeilaumu Irani kwa kuwapatia silaha na kuwaelekeza kundi hilo la Houthi, ingawa Tehran imekanusha madai hayo. Marekani haikushiriki moja kwa moja katika mashambulizi ya anga ya hivi karibuni ya Israel, lakini ilishirikiana kwa karibu na Israel, afisa mwandamizi wa Marekani aliliambia jarida la Axios kupitia mwandishi wa habari. Afisa mwingine aliyezungumza na shirika la habari la Al Jazeera hakuondoa uwezekano wa kuwepo kwa msaada wa vifaa visivyo vya maangamizi. Katika tukio tofauti, vikosi vya Marekani vilifanya mashambulizi yao wenyewe siku ya Jumatatu, vikilenga maeneo ya Houthi karibu na mji mkuu wa Yemen wa Sanaa, kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza na shirika la habari la Associated Press. Hii ni Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na tutaendelea kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.